ya taifa ya Tanzania wameingia kambini rasmi kuanzia juzi siku ya Jumatatu na kwa ajili ya kujiandaa kwenye mchezo wa kirafiki dhidi ya kikosi cha Kuwait, mchezo wa kalenda ya FIFA, na mchezo huo utapigwa kule nchini Misri, na leo wameianza safari yao kuelekea kule nchini Misri kukabiliana na Kuwait, mchezo utakaochezwa Novemba 15 majira ya saa 1 kamili usiku. Wanaingia kwenye kambi wakiwa na benchi jipya la ufundi, mwalimu Miguel Gamondi, Moussa Ndao ambaye ni mwalimu ambaye anatembea na Miguel Gamondi pamoja na mwalimu Hamad Ali kutokea pale JKT. Ubora wa benchi hili la ufundi kwa mwalimu Miguel Gamondi tunafahamu ni mwalimu ambaye anajenga timu yenye nidhamu na umoja, nidhamu, tactical discipline kwenye namna gani inashambulia, namna gani inajilinda, lakini pia ni mwalimu ambaye anajua kutumia wachezaji waliopo. Timu ya taifa ya Tanzania, ukumbuke Tanzania tuna ugonjwa wa kutokuzalisha wachezaji. Kwa hiyo uwepo wa Miguel Gamondi kuna faida kubwa kwa sababu pia anafahamu ubora wa kutumia wachezaji waliopo. Pale Yanga alifanikiwa kwa jenga kina Maxi Zengeli, Halid Aucho na wachezaji wengine wengi, lakini pia ni mwalimu ambaye anatumia timu yake mara nyingi inacheza kwa akili sana. Ana tactical discipline ambazo amekuwa akizitumia na zimempa mafanikio makubwa sana kwenye vilabu. Hata kwa sasa pia akiwa na Singida Black Stars tumeona hilo likijidhihirisha, lakini pia motisha kwa wachezaji. Unajua unapokuwa kocha lazima uwe na motisha kwa wachezaji, anzia kwenye eneo la mazoezi, lakini pia inapokuja kwenye mchezo wenyewe. Kwa hiyo motisha hii imekuwa ikimpa inaweza kuamsha morali kwa wachezaji na kuwasaidia wachezaji kuweza kucheza vema. Kwa hiyo benchi hili nategemea linakwenda kuibadilisha taswira ya Taifa Stars kupoteza michezo, ambapo Taifa Stars pia imetoka kupoteza mchezo wa kirafiki dhidi ya Irani na kama kuwakata moyo hivi baadhi ya mashabiki, lakini tunaelekea kwenye michuano mikubwa ya AFCON. Benchi hili la ufundi na imani kubwa sana, japo wa Tanzania wasiwe na yale matarajio makubwa. Unajua shida mashabiki wa Tanzania wanatoa matarajio makubwa sana kwa mwalimu, na anapokuja kushindwa kuprove yale matarajio ambayo wameyaweka ndipo anapoanza kupigiwa kelele. Huyu sasa mbona imekuwa hivi? Na uzuri mwalimu Miguel Gamondi analifahamu soka la Tanzania, anawafahamu mashabiki wa Tanzania namna ambavyo walivyo, lakini pia anawafahamu wachezaji wake wa Tanzania. Amekuwa na muda sasa yupo katika soka hili la Afrika, kwa hiyo hamna kigeni ambacho kitamsumbua kwa mwalimu Miguel Gamondi. Na timu itasafiri hii leo kuelekea kule nchini Misri kwa ajili ya mchezo dhidi ya Kuwait. Kuwait tunawazidi kwenye ubora wa FIFA ranking, tuko nafasi ya 107, lakini wao wakiwa kwenye nafasi ya 117. Kwa hiyo ni mchezo mzuri, ni mchezo ambao kama tunashinda pia unatusogeza mbele kwenye FIFA ranking na ubora wa FIFA kwa ngazi ya kiinchi. Lakini kwingineko bwana, bodi ya ligi kuu Tanzania bara chini ya kamati yake ya masaa 72 jana ilitoa tathmini ya mwenendo wa ligi kuu Tanzania bara, lakini pia baadhi ya vilabu pia vikipitiwa panga. Dar es Salaam Africans bwana, wao wameonywa kutokana na kuchezesha pia baadhi ya nyota ambao vibali vyao vilikuwa haviko tayari, na wameonywa hawajapewa kifungo chochote ama faini yoyote kulingana na kosa hilo. Lakini mwalimu ama coach referee aliyechezesha mchezo baina ya Singida Black Stars dhidi ya kikosi cha Pamba Jiji kule Mwanza, Amina amefungiwa bwana na kuondolewa. Amina bana alishinda kutafasiri tukio la goalkeeper kudaka nje ya box. Unajua kidaka nje ya box ama nje ya 18 ile huwa ni makosa kulingana na kifungu ya kanuni ya 42 ibara ya kwanza. Kwa hiyo kushinda kutafasiri, Amina pamoja na Kiando huyu kutokea kule Morogoro na msaidizi namba 2 Abdalla Balenga wameondolewa pia kwenye kuchezesha. Mimi naweza nikasema makosa ya waamuzi yamekuwa kijirudia mara kwa mara. Kwa hiyo mimi napongeza kwa bodi ya ligi kuu Tanzania bara kuendelea kulifanya hili, kwa sababu inawaletea attention waamuzi kuona namna gani ambavyo wanasimamia kanuni za uamuzi, kwa sababu makosa haya pia yamegharimu baadhi ya vilabu. Hata Singida Black Stars wao wenyewe walilalamika lile goli ambalo goalkeeper wa Pamba Jiji alionekana kama ameudaka, lakini ilikuwepo contamination kati yake na mchezaji, na goalkeeper
ni kama mpira ule ulimtoka mikononi. Kwa hiyo mwamuzi akaopti kurudisha mpira kwamba sio goli, lakini ukilitazama tu kwa macho ya kawaida, macho ya nyama, lile ni goli na mwamuzi kushindwa kutafasiri. Haya ndo matokeo yake. Kwa hiyo bodi ya ligi kuu Tanzania bara iendelee kukaza hapo kwa waamuzi, kutokana na namna ambavyo pia ligi yetu imekuwa ikilalamikiwa kwa maamuzi mabovu kutoka kwa waamuzi, na kwa sasa pia ligi yetu imepanda thamani mpaka nafasi ya 4. Kushindwa kuwa na waamuzi bora ni kuikosesha ladha ligi yetu na kuikosesha thamani, na kelele ambazo zimekuwa zikipigwa mara kwa mara hasa kwenye michezo ya hawa title contenders ambao ni Azam, Singida, Simba pamoja na Yanga. Kwa hiyo bodi ya ligi kuu iendelee kulisimamia hilo. Bana, JKT Queens pia leo watashuka dimbani kwenye mchezo wao wa klabu bingwa barani Afrika kwa upande wa wanawake, na watakutana na ASEC Mimosa. Huyu ASEC Mimosa ndiye timu ambayo inaongoza kwenye kundi lake, kundi B, na anaingia kwenye mchezo huu JKT Queens akiwa na historia ya kutoa sare pia mchezo wa kwanza dhidi ya Gaborone. Ni mchezo mgumu, of course, anakwenda kukutana na timu ambayo imejipanga, lakini tunafahamu ubora wa JKT Queens ikiwa na mchezaji kama Stumai ambaye pia ndiye top score kwenye kikosi hiki, ama unaweza kusema clinical finisher na X factor wa kikosi hichi. Na ukitazama mchezo wa kwanza namna ambavyo walicheza JKT Queens, ubora ulikuwa mkubwa kweli kweli waliouonyesha, na kupelekea pia kutoa sare hiyo. Kutoa sare dhidi ya Gaborone si mchezo. Gaborone ni timu nzuri, imeonyesha upinzani mkubwa sana kwenye eneo la pitch. Barani Ulaya bwana, nje ya mipaka ya Tanzania, tukianzia hapa barani Afrika, leo kutakuwepo na michezo kadhaa ya kirafiki. Tunisia watakipiga na Mauritania, lakini pia barani Ulaya kule Russia watakipiga na Peru, Bahamas watakipiga na Anguilla. Ushai kusikia nchi ya Anguilla? Anguilla. Leo ndio inacheza pia, lakini kesho kutakuwepo na michezo mingine miwili mikubwa sana barani Afrika. Nigeria atakipiga na Gabon, na Cameroon dhidi ya DR Congo. Hii ni michezo ya kuania kufuzu kombe la dunia, na michezo hii ni playoff kwa kupata timu moja tu barani Afrika ambayo itakwenda kucheza intercontinental playoff. Kwa hiyo ni michezo migumu, of course. Speaking of Nigeria, ni timu ambayo ina wachezaji wakubwa kama Victor Osimhen na wengine wengi ambao wanacheza kwenye ligi kubwa. Gabon haina wachezaji wakubwa wengi, lakini Pierre Aubameyang pia amejumuishwa kwenye kikosi hiki cha Gabon. Hii inaenda kutoa namna gani taswira michezo hii inaenda kuwa migumu kweli kweli, na ukitazama kwa namna ambavyo kwenye kundi lao walivyomaliza Gabon, utaona namna ambavyo pia wanakwenda kuonyesha upinzani mkubwa sana kwa Nigeria. Nigeria ni kama timu ambayo inaingia kama first team kwenye mchezo huu, kutokana pia na consistency ambayo imeendelea kuwa nayo hasa mechi za mwisho kwenye kundi lake. Lakini speaking of mchezo DR Congo dhidi ya Cameroon, ni mchezo mgumu, of course. Yani ni mchezo ambao kwa Cameroon unaweza kusema inaingia kama second team. DR Congo nowadays imekuwa ni timu ambayo ni tishio sana barani Afrika. Na wachezaji kama Fistoni Kalala Mayele ambaye ameendeleza kuonyesha ukubwa wake kwenye bara hili la Afrika, lakini pia wachezaji wakubwa wengine ambao wanasakata kwenye mataifa mbalimbali. Lakini inapokuja kwenye issue ya kufuzu kombe la dunia, Cameroon ndipo ambapo anakuwa anajidhihirisha ukubwa wake pia, kutokana na consistency ya kufuzu mara 3 mfululizo kwenye kucheza kombe la dunia. Kwa hiyo ni michezo mingine ambayo inakwenda kuionyesha dunia namna ambavyo pia Afrika inaenda kutoa timu bora zaidi, timu moja ambayo itakwenda kucheza michuano ya intercontinental playoff. Sawa, anaitwa Doro Boy kutokea Kisasa, anasema hivi, anawatakia kila la kheri JKT Queens mchezo wa leo zidi ya ASEC Mimosa, lakini pia Winifrida Gerald na Sumai Abdalla. Yeye ana imani kwamba wataingia kambani, anawakubali sana na wanamkosha sana kwa viwango vyao. Ana imani leo watapata ushindi JKT Queens. Kwa ufupi sana, sawa, unafikiri kuna kipi cha kujifunza kwa kile kinachofanywa na JKT Queens sasa hivi kwa vilabu vya timu za wanawake Tanzania? Speaking of cha kujifunza, JKT Queens kwa kweli wamezidi kuionyesha Tanzania na Afrika kwamba uwekezaji pia ni kitu kikubwa. Unajua ana timu kubwa Simba Queens, Yanga Princess, Mashujaa pia ambao wamekuwa akishiriki, lakini namna ambavyo pia amekuwa akivinyanyasa vilabu hivi,
utaona kwamba JKT Queens wamevuna pia pesa ambao wamevuna kwenye kushiriki klabu bingwa barani Afrika msimu jana ilitosha zaidi kuweka uwekezaji, lakini kuwaamini vijana wa ndani. JKT Queens nikwambie tu ni timu pekee ambayo haina wachezaji kutokea nje kwenye kikosi chake. Wachezaji wengi wametoka ndani tu, akina Stumai Abdalla hao na wachezaji wengine wengi. Kwa hiyo tunaweza tukawaamini vijana kwenye soka la ndani na wakaweza kuonyesha kitu kama JKT Queens wanavyokionyesha. Sawa. Mengi zaidi tukutane kwenye Sports Junction 1 dakika 20 mpaka 3. Hapo tunazichambua taarifa kwa kina na nikiwa na Kitila Peter Pierre, bila kumsahau Mohamed Issa Momo hapo. Taarifa zote tunazichambua kwa uzuri.